Ndugu wanahabari, tunawashukuru kwa kuitikia mwito wetu kuja kuzungumza, tukizungumza juu ya maamuzi ya kikao cha kamati kuu, na kupitia kwenu tuweze kuzungumza na Watanzania juu ya maamuzi ya kikao cha kamati kuu. Na nitawasomea maamuzi na maazimio ya kikao cha kamati kuu kama ambavyo yamepitishwa na kamati kuu. Iwapo mtahitaji mambo ya nyongeza ya ufafanuzi, tutakuwa tayari kujibu maswali mbalimbali kutoka kwenu. Maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika tarehe 28 na 29 Aprili 2026 katika ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya chama Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilikutana jijini Dar es Salaam kwa siku mbili, tarehe 28 na 29 Aprili 2026. Pamoja na mambo mengine, ilipokea na kujadili taarifa ya hali ya kisiasa nchini kuanzia tarehe 25 Novemba 2025 hadi tarehe 24 Aprili 2026 na kuazimia mambo yafuatayo. Moja, kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama taifa, Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Kamati kuu imesisitiza kwamba kesi hiyo ni kesi ya kisiasa, hivyo kamati kuu imeazimia kuufahamisha na kuomba umma kusimama na wapenda haki kushinikiza Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru bila masharti yoyote. Kamati kuu inalaani kitendo cha kuendelea kushikiliwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa siku 386 gerezani na kwamba kitendo hicho ni kitendo cha mateso kinachofanywa dhidi ya mwenyekiti. Tunatoa wito kwa Jaji Mkuu kuuelezea umma kuwa ni sababu zipi zinafanya kesi ya mwenyekiti haijapangwa tarehe ya rufaa na ni lini itapangiwa tarehe ya kusikilizwa. Na mwito wetu na kauli ya kamati kuu, tunataka kesi ya mwenyekiti Lissu ipangiwe tarehe ya haraka ya kusikilizwa. Pili, baada ya kupokea taarifa ya hali ya siasa nchini, kamati kuu inaendelea kusisitiza kwamba hakukuwa na uchaguzi uliokuwa huru, haki, wenye kuaminika na halali Oktoba 29, 2025. Na kwamba wanaoitwa viongozi hawakuchaguliwa na wananchi. Hivyo, kamati kuu ya chama inaendelea kusisitiza kuwa watawala waliojipachika na kujiweka madarakani ni haramu na hawana ridhaa ya wananchi. Katika hali hii, kamati kuu inaendelea kusisitiza msimamo wa tarehe 12 Disemba 2025. Unaendelea kuwa ndio msimamo wa chama na wanachama na chama vile vile kwa niaba ya wananchi. Tatu, kuhusu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Kamati kuu imeazimia kwamba wale wote waliohusika kuratibu, kufadhili na kutekeleza mauaji dhidi ya raia wawajibishwe bila kujali nafasi zao. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wawajibishwe kwa kushindwa kuwalinda wananchi na kutuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo na kushindwa kuzuia mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. 4. Kamati kuu inasisitiza inahitajika haraka kuundwa na kupatikana tume huru ili kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zinazofuata. Tunasisitiza kuwa ni lazima tume iwajumuishe watu wa ndani na nje wanaoaminika ili kuchunguza mauaji na matukio ya ukatili dhidi ya binadamu yaliyotokea Tanzania. 5. Kamati kuu inatoa pole kwa familia zote zilizokumbwa na vifo vya tarehe 29 Oktoba 2025 na tarehe zilizofuata. Kamati kuu, pamoja na kwamba inatambua kuwa maisha ya binadamu hayawezi kulipwa kwa fedha
lakini inasisitiza kwamba familia zilizopoteza wapendwa wao walipwe fidia, ikiwa ni kuonyesha utu na kutoa pole kwa familia husika. 6. Kuhusu mchakato wa katiba mpya. Kwa kipindi kirefu Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inaona kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu pamoja na mambo mengine ya kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya maoni ya katiba mpya itakavyofanyika kwa kusimamiwa na chombo huru kitakachosimamia kura hiyo ya maoni kwa uhuru, kwa haki na kwa kuaminika. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa chama kiongoze wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze wa katiba mpya, na katiba mpya hiyo ipatikane kwa vyovyote vile si zaidi ya mapema mwaka 2027, lakini mchakato uanze kuanzia sasa, lakini usizidi mapema 2027. 7. Kamati kuu imeazimia kuanza rasmi operation ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Operesheni hii itajulikana kwa jina la Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu na itafanyika kwa awamu mbili. Katika awamu ya kwanza, mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria na kanda ya Kaskazini. Aidha, operesheni hii ya awamu ya kwanza itaanza wiki ya 3 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo mwezi huu kwenye wiki ya 3 tutaanza moja kwa moja operesheni ya Katiba Mpya Free Tundu Lissu kwa kufanya mikutano ya hadhara katika kanda 3 kwa mfululizo. 8. Kamati kuu imeazimia kuwaenzi waasisi wawili wa chama, hayati Mzee Edwin Mtei, mwenyekiti wa kwanza wa chama, na hayati Bobu Nyaga Makani, katibu mkuu wa kwanza na mwenyekiti wa pili wa chama taifa. Azimio hili limekidhi kupitishwa kwa azimio la mkutano mkuu wa chama wa tarehe 21 Januari 2025 na ahadi iliyotolewa na viongozi kwenye msiba wa muasisi wa chama hayati Mzee Edwin Mtei. Na hivyo, kamati kuu imeazimia jengo la makao makuu ya chama Mikocheni, Dar es Salaam litaitwa Edwin Mtei House, na jengo la makao makuu ya zamani ambayo sasa ni makao makuu ya mabaraza ya chama ya Bazecha, Bawacha na Bavicha Ufipa Kinondoni, Dar es Salaam litaitwa Bob Makani House. 9. Kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini, kamati kuu imeazimia chama kiwaongoze wananchi kudai hatua za haraka za kimkakati ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza utitiri wa tozo ili bei ya mafuta iliyopanda nchini iweze kushuka. Aidha, kiwango cha bei ya mafuta kilichopanda tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 kishuke, na watawala waweke ruzuku ya ununuzi wa mafuta kwa lengo la kufidia bei iliyoongezeka katika soko la dunia kwa angalau 50% ya bei katika soko la dunia. Hii ni kama hatua za kupunguza kodi zisipokizi haja ya kupunguza bei ya mafuta nchini. 10. Kamati kuu imeazimia kukaimisha nafasi za makatibu wa kanda zilizo wazi. Yohana Rugembe Kaunya ameteuliwa na kamati kuu
kukaimu nafasi ya katibu wa kanda ya kaskazini. Mchakato wa kukaimisha katibu wa kanda ya kusini unaendelea na utahitimishwa kwenye kikao kijacho cha kamati kuu. 11. Kamati kuu kwa kutumia mamlaka yake yaliyoko kwenye ibara ya 7.716 ya katiba ya chama imewateua ndugu Godbless Jonathan Lema na ndugu Salma Kasanzu kusimamia shughuli za chama kwa kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida kwa kushirikiana na kamati ya uongozi iliyopo hadi uchaguzi wa kuziba nafasi zilizo wazi katika kanda hiyo utakapofanyika. 12. Aidha, kamati kuu kwa kupitia ajenda za kikao husika ilijadili na kupitisha maazimio mengine mbalimbali ikiwemo masuala ya uchambuzi wa ripoti ya hotuba ya tume batili ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 maarufu kama ripoti ya Chande, na kupitisha maazimio mbalimbali ambayo chama kitayatoa kwa umma katika hatua ya baadaye. Na nitumie fursa hii kuwatangazia wanahabari kwamba hatua hiyo ya baadaye ya uchambuzi wa ripoti ya Chande na utoaji wa maazimio mengine ya kamati kuu, kwa haya ni maazimio ambayo tumeanza kupakua tu katika yale ambayo yameamuliwa na kikao cha kamati kuu cha siku 2. Kwa hiyo hatua ya pili ya kueleza maazimio zaidi ikiwemo uchambuzi wa kina wa ripoti ya tume ya Chande itafanyika siku ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili hapa makao makuu ya chama. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa mwito wa wazi kwa wanahabari wote kuja siku hiyo kwa ajili ya kufuatilia maazimio mengine ya kamati kuu ambayo tutayaeleza kwa umma na uchambuzi wa ripoti ya Chande. Na nitoe mwito vile vile kwa Watanzania na wadau wote wa demokrasia na maendeleo na haki na ukweli na uwajibikaji, muendelee kuvuta subira na mfuatilie siku hiyo ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili asubuhi chama kitakapofanya uchambuzi wa ripoti hiyo ya Chande pamoja na hotuba ya Rais haramu iliyotolewa mara baada ya kusomwa kwa ripoti hiyo na hatua mbalimbali na maamuzi mbalimbali ambayo chama kimeyachukua kufuatia kusomwa kwa ripoti hiyo. Kwa katika hatua hii tueleze hayo maazimio ya awali ya kamati kuu ambayo tumeeleza kwa umma, na nikaribishe maswali kutoka kwa wanahabari katika muktadha wa taarifa hii ya awali ya maamuzi haya ya kamati kuu ambayo tumeyatangaza leo kwa umma, maamuzi haya 11. Karibuni kwa maswali wanahabari, kama kuna maswali. Karibuni kwa maswali. Karibu. Ingawa nakufahamu, jitambulishe na jitambulisha chombo chako.
Kuna swali lingine? Kuna swali lingine? Shukrani. Tutajibu haya maswali manne. Nakushukuru John wa Royal TV kwa maswali haya. Nianze na hili la kwanza kwamba umesema tunasema serikali haramu, lakini wakati huo tunasema mchakato wa katiba uanze mara moja. Je, kwa maneno mengine tunaipa dhamana serikali haramu iweze kuanzisha mchakato wa katiba mpya? Mimi nitakupa uzoefu wa nchi jirani hapa ya Kenya. Kulitokea vurugu kwenye uchaguzi mwaka 2008, kutokea mauaji na kutokea wizi kwenye uchaguzi. Upande wa upinzani ulikataa kuitambua serikali, lakini serikali ikajiita ni serikali halali. Kwa kuna mgogoro wa kisiasa Kenya. Na kabla ya mgogoro huo wa kisiasa Kenya, kulikuwa kumetokea mkwamo wa katiba mpya Kenya, ambapo rasimu ya katiba ilikwenda mpaka kwa wananchi wakaipigia kura ya ndio na hapana, ile kampeni ya chungwa na ndizi. Hatimaye waliokuwa wanasema upande wa chungwa wakashinda, rasimu ya katiba ikakataliwa, lakini ukazuka mgogoro wa kikatiba. Kwa ukawa na mauaji, mchakato wa katiba hujakamilishwa, serikali ambayo chama cha upinzani hakitambui kuwa serikali. Lakini yakatolewa madai kwamba mchakato wa katiba inabidi uendelee. Sasa nini kilifanyika? Kwanza kuliundwa jopo la usuluhishi la kimataifa liliongozwa na Kofi Annan kwenye kushughulika na huo mgogoro ambao serikali inajiita halali, upande wa pili unasema ni serikali haramu. Kwa pande mbili zikawekwa pamoja kuzungumza. Katika mlolongo wa mambo ya mazungumzo, kwanza kukaweka utaratibu wa kufanyika kwa uchunguzi huru juu ya mauaji na vurugu zilizofanyika Kenya, kawekwa timu kwa ajili hiyo. Pili, kukawekwa chombo kinachohusika na kutoa mapendekezo ya kitaalamu namna ya kuondoa mkwamo wa kikatiba uliokuwepo. Wale wasuluhishi wa kimataifa wakawa wanasimamia juu ya mjadala hicho chombo kije na mapendekezo gani. Na kati ya mambo yaliyotoka kwenye mapendekezo ni kwamba pamoja na kuwa serikali haikubaliki, serikali ni haramu, kutengenezwe sheria iliyokubaliwa nje kwenye mazungumzo, ipate baraka, itakayoweka utaratibu mzima wa kukamilishwa kwa mchakato wa katiba bila mchakato huo kumilikiwa na serikali ambayo upande wa pili unaiona kama ni serikali haramu. Kwa hiyo kafanyika transitional arrangement ya kukamilisha mchakato wa katiba, na upande wa pili ukawa unaendelea katika hatua zote na msimamo ule kwamba serikali hii ni haramu, lakini wakati huo ili kutibu majeraha ya uchaguzi na kuwezesha kufanyika uchaguzi upya au kufanyika uchaguzi wa haki, kwamba kitangulie kwanza tupate mfumo huru wa kupata viongozi. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba uamuzi wetu wa kusema serikali hii ni batili, serikali hii ni haramu, hauzuii chini ya mazungumzo yenye usuluhishi wa kimataifa, chini ya kutungwa kwa sheria ambayo mswada wake utakubalika nje kabisa ya mifumo ya kibunge hilo haramu. Sheria ikatungwa kwa makubaliano ambayo yatafanya sheria hiyo iwe halali, na mchakato wa katiba ukafanyika. Mchakato wa katiba ukafanyika, na vile vile mchakato wa kurudia uchaguzi ukafanyika. Kwa haya yanawezekana. Haya yanawezekana kabisa nje ya kutumia mfumo dhalimu, nje ya kutumia mfumo usiokuwa wa haki. Kwa msimamo wetu uko pale pale kwamba hii ni serikali haramu, hii ni serikali batili, haikuchaguliwa kutokana na kura za wananchi. Umezungumza kuhusu swala la mwenyekiti Lissu kwamba yuko tayari kwa mazungumzo na kwamba sharti ni aachiwe tu. Hiyo itakuwa ni tafsiri yako ambayo sio sahihi juu ya ujumbe uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo ambayo mwenyekiti Lissu alisema yanapaswa kufanyika kabla, ili kuweza kwenda kwenye kama kunatokea fursa ya meza ya mazungumzo. Lakini si kwamba eti mwenyekiti Lissu akiachiwa tu, mwenyekiti Lissu anasema akiachiwa ataenda kwenye mazungumzo au aachiwe ili aende kwenye mazungumzo. Hii sio tafsiri sahihi ya ujumbe ule. Sasa umeuliza kama kamati kuu imejadili hili. Kamati kuu ilipokea taarifa ya kina kabisa juu ya mazungumzo ya mwenyekiti Lissu na mwakilishi wa Commonwealth Chakwera, na kamati kuu
inauelewa ndani kwa mapana zaidi tu ya ule ujumbe mfupi uliotolewa na wakili Kisabo juu ya mambo mbalimbali ambayo mwenyekiti Lissu ameyazungumza, na hayo ambayo ameyazungumza mwenyekiti Lissu kwa Chakwera hayana utofauti kimsingi na mambo ambayo chama tuliyazungumza kwa Chakwera. Kwa wote tunazungumza lugha moja, chama kilichoko nje ya gereza na chama kilichoko gerezani, kwa maana mwenyekiti Tundu Lissu, wote tunazungumza lugha moja juu ya kusonga mbele katika mapambano yaliyo mbele yetu, na iwapo kukatokea fursa ya mazungumzo juu ya nini kifanyike kwenye mazungumzo hayo. Na daima tumesema na tunasisitiza, mazungumzo yoyote lazima yahusishe usuluhishi au upatanishi wa kimataifa. Sio mazungumzo tu ambayo hayawezi kuwa na mazingira ambayo yatapata ufumbuzi unaostahili kwa taifa. Lakini pili, tumesema wakati wote kwamba mazungumzo yanapaswa kutanguliwa na kujua ukweli, na kujua ukweli itajulikana pale ambapo kutafanyika uchunguzi huru juu ya mauaji ya Oktoba 29 na matukio mengine yaliyotokea Oktoba 29. Na ndio maana tumesisitiza wakati wote juu ya haja ya kufanyika uchunguzi huru utakaohusisha watu wanaoaminika wa ndani na nje ya nchi yetu. Msimamo huo umekuwa vile vile msimamo wa mwenyekiti Tundu Lissu. Hata katika ujumbe unaorejea ulioandikwa na wakili Kisabo imesema bayana mwenyekiti ametaka uchunguzi uhusishe vyombo vya kimataifa. Hata katika ule ujumbe mfupi ametaja SADC kwa mfano kama moja ya chombo ambacho kihusike katika uchunguzi wa kuwezesha ukweli kuweza kujulikana. La tatu ni juu ya umeuliza kuwa na umerejea taarifa iliyotolewa na ujumbe wa Chakwera wa mwakilishi wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola baada ya kumaliza mazungumzo Tanzania juu ya mahitaji ya mazungumzo ama dialogue ya different stakeholders, na umetumia neno katika kupata reconciliation. Hayo ndio maneno ambayo ni ya kwako umeyatumia. La kwanza ni kwamba hatupaswi sasa kuzungumza kuhusu reconciliation, maridhiano. Sasa maridhiano ni matokeo, maridhiano ni mtoto. Maridhiano ni jambo linalotokea baada ya mchakato fulani kufanyika. Unaweza ukawa ni mchakato wa mapambano, kwamba watu wamepambana alafu wanakubaliana sasa, jamani vita hii tuweke silaha chini, wameridhiana, vita imeisha, wameridhiana. Au jamani tumepambana sana, sasa tukae mezani tuzungumze. Na mpaka mnazungumza kama mkifikia makubaliano fulani, yale makubaliano sasa ndio yanaitwa maridhiano. Kwa hakuna hoja ya maridhiano sasa. Sasa swala linalotakiwa kuzungumzwa ni kama ipo haja ya mazungumzo na ni katika mazingira gani kunaweza kuwa na mazungumzo. Na John, hapa nikupe mfano wa hapa tunapozungumza hivi sasa, kuna vita kule inaendelea kati ya Marekani na Irani kwa upande mmoja, nchi hasimu kabisa, na Israeli yuko katikati anashughulika na huo mgogoro vile vile wa Irani. Katika vita ya Marekani na Irani, mtu unaweza ukawa na mtazamo kwamba hawezi kuzungumza kabisa kwa sababu wanapigana mabomu, wanauana na kuna tafrani, na tafrani hiyo ina athari duniani. Lakini katikati ya vita hivyo kuna nyakati ambavyo vita vinasimama kidogo, watu wanazungumza, au vita vinaendelea huku watu wanazungumza, au kuna wakati hawazungumzi kabisa. Sisi Chadema tumesema kwamba siku zote, na hili si kwa sababu tu ya uwepo wa serikali haramu ya sasa, sisi daima tumesema kama ni chama cha demokrasia, matumizi ya mazungumzo ama political dialogue ni moja ya tool ya demokrasi. Kama ambavyo matumizi ya mapambano, iwe ni resistance, iwe ni demonstration, iwe ni rallies, njia yoyote ya mapambano nayo ni njia ya kidemokrasia. Sisi tutatumia silaha zote mbili katika mapambano ambayo nchi yetu inakabiliana nayo hivi sasa. Silaha za kidemokrasia, za mikutano ya hadhara, za mbinu nyingine za kupinga, za kukataa, tutazitumia, na silaha ya mazungumzo itatumika vile vile pale ambapo tutaona hapa ni mahali mwafaka kutumia silaha hiyo kwa wakati huo. Kwa hiyo njia zote zitatumika, na haya ninayokuambia ya kwamba tulizungumza vile vile na Chakwera. Kwa hiyo naamini anafahamu msimamo wetu. Mengine siwezi kuyazungumza kiundani sana kwa sababu ni mazungumzo ambayo yalifanyika na mwakilishi, lakini msimamo wetu daima umekuwa dialogue au mazungumzo yahusishe msuluhishi wa kimataifa. Kwa hiyo kama Commonwealth wataamua, na hili kwa Tanzania haitakuwa mara ya kwanza, mgogoro wa Zanzibar
uliozalisha mwafaka namba 1. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo alishiriki kwenye mazungumzo yaliyofanyika wakati huo kati ya kafu na sisi wakati huo, baada ya mzozo wa kisiasa kule Zanzibar. Kwa haitakuwa mara ya kwanza kwa Tanzania kufungua milango kwa wasuluhishi wa kimataifa kuhusika kwa masuala ya Tanzania. Kinachoshangaza sasa katika awamu hii ya utawala wa Samia Suluhu Hassan ni kwamba viongozi wa kiserikali wanazungumza kama vile ni jambo baya sana, ni jambo lisiotakiwa kabisa kwa watu wa kimataifa kuja Tanzania. Hii ni mbinu ya kukwepa nafasi ya vyombo vya kimataifa, iwe ni Umoja wa Mataifa, iwe ni Umoja wa Afrika, iwe ni SADC, iwe ni Commonwealth na vyombo mbalimbali katika kushughulikia mzozo wa Tanzania ambao kiini chake ni migogoro ya kutokuwepo kwa katiba mpya, kiini chake ni migogoro ya kiuchaguzi, kiini chake hapa sasa ni mauaji, kiini chake hapa sasa ni kuwepo kwa utawala haramu madarakani. Sasa haitarajiwi katika hali kama hiyo ambayo watawala wanahusika, watawala ndio wakaaminika peke yao eti kusimamia mkwamo, kuondoa nchi katika mkwamo uliopo. Umeeleza juu ya wakosoaji, umewataja kwa kauli yako kwamba chama kinaendeshwa kwa wanaharakati. Mwanzoni uliwaita wakosoaji, baadaye ukasema wananchi wanasema hivyo. Nitahitaji kujua kipimo cha unachokitumia kusema wananchi wanasema kwamba Chadema inaendeshwa na wanaharakati. Mimi sijaona hicho kipimo, ila ambacho nataka kukuambia tu ni kwamba Chadema kina katiba yake ya chama. Na msingi wa katiba ya chama cha Chadema, ukisoma ibara ya 3.1 ya katiba ya Chadema juu ya falsafa ya Chadema ya nguvu ya umma, yani people's power, nguvu na mamlaka ya umma, inafafanua kwamba wananchi ndio chimbuko la mamlaka, wananchi ndio wenye maamuzi, wananchi ndio maslahi yao wanapaswa kulindwa, wananchi ndio wanapaswa kunufaika na rasilimali, wananchi ndio wanapaswa kuamua hatima ya nchi. Na huo msingi sasa umeweka msingi kwamba hata katika uendeshaji wa chama, Chadema haiendeshwi na kamati kuu peke yake na viongozi wa kitaifa wa chama, wala haiendeshwi na wanachama wa Chadema peke yake. Chadema ni chama cha umma wa Tanzania. Chini ya falsafa yetu, Chadema ni chama kinachosikiliza Watanzania wanataka nini kuhusu nchi yao. Alafu viongozi wa chama na chama tunatafsiri juu ya matakwa ya umma katika kukiendesha chama, ambacho nina imani tu huu msimamo tulionao na huu uendeshaji wa chama unaoendelea mpaka hivi sasa unazingatia matakwa ya umma. Ndio maana Watanzania wanatuunga mkono kwa kiwango ambacho watawala dhalimu wanamweka mwenyekiti gerezani ili asiwe nje, wanakizuia chama kisifanye shughuli za siasa ili kisiende kwa wananchi, wanavuruga uchaguzi, wanafanya mauaji ili tu mamlaka ya umma na matashi ya umma ambayo Chadema ndio inabeba yale matumaini na imani ya Watanzania yasitokee. Kama kwa mfano Chadema ingekuwa inakosea, inaendeshwa na kikundi tu kidogo cha watu, watawala wangeachia Chadema tu, hii ambayo haikubaliki na wananchi basi iendelee tu. Lakini ukweli ni kwamba ni kinyume chake. Kwa hiyo sisi tutaendelea kusikiliza sauti na matakwa ya makundi yote makuu ya kijamii. Ita wanaharakati, ita wanahabari, ita wakulima, ita wafanyabiashara. Chadema ni chama cha umma. Tutaendelea kuendeshwa kwa falsafa ya umma, ya nguvu ya umma, yani people's power. Na washukuru sana. Naamini hakuna swali lingine. Niwatakie heri. Tukutane tena hapa Jumanne tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili asubuhi, ambapo tutafanya uchambuzi wa ripoti ya tume ya Chande na tutaeleza vile vile maamuzi mengine ambayo kamati kuu imeyafanya. Asanteni sana.